Bwana, heka za makocha, heka za marefa kama kawaida zinaendelea. Bao la Simba ambalo limefungwa na Selemani Mwalimu dakika ya 71 hapa linikataliwa na mwamuzi akisema ni offside. So tusubiri tuone ni kitu gani ambacho kitaendelea, lakini mpaka sasa hivi makosa ya waamuzi bana yanakuwa ni kituko sana katika ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Yaani lilikuwa ni bao la wazi kabisa ambalo ya Simba umenyimwa, lakini pia nikukumbushe pia kuna nafasi ambayo Prince Pumelelo Dube alikuwa pia onside na bado ikaamuliwa kwamba sio onside ni offside. So bado waamuzi wamekuwa ni changamoto kwenye maeneo mbalimbali ambayo wanaendelea kuyaamua. Wananchi inabidi waongeze umakini kama kawaida. Sababu ambazo zimefanyika kwa kweli kuna namna zimeongeza kitu, na tumeshuhudia hapa mambo yameendelea kuwa mazito kwa upande wa wananchi, lakini pia kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba mambo ni mazito. Ngoja tuone ni kitu gani ambacho kitatokea, lakini mchezo hadi sasa bado maamuzi yamekuwa ya hovyo, hasa kwa waamuzi wa pembeni ambao kuna maamuzi ambayo ni ya onside wanaamua ni offside na maamuzi ya offside wanaamua ni onside. So ngoja tuendelee kusubiri na tuone ni kitu gani ambacho kitatokea baada ya dakika 90 kuweza kumalizika, lakini mchezo hadi hivi sasa tayari umekwisha kuwa na pressure aina yake, na moja kati ya kitu ambacho najua lazima kitakuwa ni mjadala kesho ni pamoja na matukio ya waamuzi katika mchezo huu ambao umeonekana na maamuzi mengi sana ya hovyo kutoka kwa waamuzi. Yaani mwamuzi wa katikati amekuja kuwa anaonekana na maamuzi bora kuliko malaismen ambao wamekuwa wakimdirect mwamuzi wa katikati na kusema baadhi ya matukio ambayo ameyafanya kuwa ni mieyusho. Noma sana. Ligi yetu kivyetu vyetu, japo ni kitu ambacho hatukipendi kwa kweli.